Naam, hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Hali gani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko? Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa mzima wa afya popote unapopatikana. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo, ili upate kufahamu yote yanayojiri kwenye uwanja wa vita maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwemo jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, hapa tunakuletea habari za ukweli na za uhakika, hivyo ili uende sambamba na sisi na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Asubuhi ya leo tutakujuza kuhusu kile ambacho kinaendelea uko Kilembwe. Mji wa Kilembwe unapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, ndani ya sekta ya Lulenge. Kuna taarifa ambazo zimetoka hapo ya kwamba wahasi wa Ngomino Twirwaneho wameanza kuingia maeneo hayo. Kwa hivyo nakuletea taarifa tosha kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko, lakini pia taarifa za maeneo mengine. Kwa hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, kama nilivyotanguliza kusema ya kwamba utafungua kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko Kilembwe, ambako hali ya wasiwasi imetanda mjini Kilembwe tangu Jumapili tarehe 5 Oktoba mwaka wa 2025. Duru kutoka maeneo hayo ni kwamba wahasi wa Ngomino Twirwaneho pamoja na Red Tabara ambao wanaudhibiti mji wa Minembwe ndio wamejielekeza kwa uwingi ndani ya msitu ya hewa bora, wakikisia kusonga mbele kuingia ndani ya mji wa Kilembwe. Vikosi hivyo vya wahasi vinavyoongozwa naye kamanda wao Amada vinakisia kuchukua udhibiti wa maeneo ya Kilembwe baada ya muda mrefu wa kujipanga maeneo ya Minembwe ambako wanapadhibiti. Baadhi ya wakahaji wa maeneo hayo walieleza yafuatayo kuhusu hali iliyoko kwa sasa ndani ya mji wa Kilembwe. Wauliza habari za Kilembwe, c'est confirmé, mimi naita watu wali wa Kilembwe hapa saa hii. Ni confirme ke watu biko mwasiwasi kweli kweli, wanapigana Katupu. Baraseni bareta bara ndio wanachomoka kule Katupu. Reta bara na Twirwaneho sio M23 ile manaki. Wanapigana Katupu, Kilembwe kwa insecurity paka saa hii. Ile vitu iko kweli, tombe kwetu. Hatujue kama ni Reta Tabara, kama ni M23 yenyewe nafika paka kupigana mnivu Katupu. Mase Katupu watu ni dembadati. Magembe memema. Alors en tout cas vile vitu biko serie, tupige magoti juu ya kwetu, bitu haviko bien. Ya habari ni ya kweli, naita watu wali hapa Kilembwe saa hii wanani confirmer Katupu deja watu wanasambaratika, na bazalendo wa kule kwetu ndio wanaenda kule maranfort. Habiko na marmema, habana masasi, habana mingi, FARDC pale ni ya kidogo. Atuyue vraiment bitu vitajikomportea. Ndio habari nyingine saa hii ndio natoka mkuongea na mtu wa Kilembwe. Vikosi vinaingia ndani ya pori ya hewa bora. Vikosi vya Twirwaneho wanaingia hewa bora, wanaongozwa na Amada ule mwenye alibakia hewa bora, wenye kuwa magrupe za wazalendo na grupe za wamaimai ya jumla wawajulishe kabisa hiyo habari na wawe macho. Wanapitia njia ya Tabundi, mjulishane ndani ya grupe zingine habari hiyo kabisa, ili watu wawe macho. Objective yao waende wapige Kilembwe, wakamate Kilembwe, ndio objective kabisa, tujulishane ila habari. Lakini licha ya wasiwasi hiyo inayotanda Kilembwe, bado jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo ndio bado inachukua udhibiti wa maeneo hayo, huku vikosi vingine vya wazalendo vikiendelea kupanda kwa ajili ya kuweka ulinzi madhubuti kuhakikisha kwamba wahasi hao wasipate nafasi ya kupenya. Mji wa Kilembwe unapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, ndani ya sekta ya Lulenge. Ni kwenye umbali wa kilomita 85 au 95 na mji wa Minembwe. Pia mji huu unapatikana karibu na mpaka wa Tanzania na Burundi, uko kusini mwa mashariki mwa DRC.
Kilembwe ni mojawapo wa maeneo ambayo yanaathiriwa na mzozo wa kikabila na uwepo wa makundi ya waasi hasa katika miaka ya karibuni. Eneo hili lina wakahaji wa jamii tofauti kama vile Wabembe, Wanyamulenge, Wafulero na wengineo, na limekuwa na changamoto za usalama na uhamiaji wa ndani. Na tukitoka huko Kilembwe moja kwa moja tujielekeze huko Beni na Rutshuru ambako jeshi la taifa FARDC limeonyesha hadharani siku ya Jumamosi tarehe 4 Oktoba mjini Beni watu 48 wanaoshukiwa kuwa wapiganaji na washirika wa waasi wa AFC M23 na ADF, akiwemo afisa mmoja wa ujasusi. Kwa mujibu wa jeshi, watu hao walikamatwa wiki chache zilizopita katika maeneo ya Beni na Lubero wakiwa na silaha mbalimbali pamoja na sare ya kijeshi. Aidha, mateka 15 wa dhamani waliokuwa mikononi mwa waasi wa ADF wamekombolewa na kukabidhiwa kwa jamii kupitia viongozi wa kiraia. Jeshi linawataka wananchi wa maeneo hayo kushirikiana nalo kikamilifu katika juhudi za kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alihutubia vijana siku ya Jumamosi tarehe 4 Oktoba wakati wa hafla ya kuapishwa kwa kamati mpya ya Baraza la Kitaifa la Vijana CNG iliyofanyika mjini Kinshasa. Katika hotuba yake alitumia muda maalum kuwaenzi na kuwafikiria vijana walioko katika miji, vijiji na maeneo mengine yanayokaliwa na waasi wa M23 AFC, hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini na ule wa Kivu Kusini. Hii hapa ni hotuba fupi ya Rais Felix Tshisekedi kwa vijana ambao wanakaa maeneo ambako waasi wanayadhibiti. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. Na tujielekeze huko Chopo ambako vijana viongozi wa Kisangani wanatetea utulivu wa taasisi za mkoa wa Chopo. Chama hiki cha kiraia kupitia mratibu wake Nedi Lisungi linasisitiza kuwa huu si wakati wa mgawanyiko bali ni wakati wa ujenzi wa maridhiano miongoni mwa wanaume lakini pia wanawake wa mkoa huo. Chopo! Ini! Chopo! Ini! Chopo! Ini! C'est juste pour relancer message. Vi makambo ezoleka actuellement na province na biso et souvent na lobelaka bato tango nyonso ke tozalaka na Chopo lokola province pe ville kaka lokola Kisangani pe ba commune ka otofandi.
pamba te soki na mboka ya bapaya okozana liberté o tozalaka nango na chopo awate. C'est pourquoi lelo na tonga lelo na lingaki na lancer message ya ko interpeller nos autorités. Je commence par l'Assemblée provinciale, nazo senga na Assemblée provinciale, pe gouvernement provincial et sengeli boyokana. Pambate soki boyokani te na nyonso ezoleka na chopo batu bakozala ba perdant eza biso population. C'est pourquoi je suis en train de demander na ba autorité na biso nyonso, niveau exécutif et tous les niveaux, c'est parce que nous n'accepterons jamais de voir en tout temps, en tout moment que les provinces sont en. C'est parce que ce que la population est juste, et ça pour la autorité, que population tolingi makambo ya division te. Vous savez bien que esprit o ekabola rezaka esprit anzambete. Le chef de l'État a timi sonné na chopo. De l'autre autorité mingi, batimi son na chopo. Et comme ça la passe le longue o bozo kabona. Bisonne to ma perdant. Toza actuellement frappé na rébellion ya M23 na ba rebelle ya M23 mais l'état bino bo bandi ko créer ba division wana ko sanga ba rebelle ba ya ba kota ba luka ba créer ba sala nyonso. Je suis en train de vous interpeller juste que toi accompagner prophète Moko prophète mi balé ba sala ka époque moko te. Lelo eza époque ya gouverneur pour le Ndongolia. Lelo eza époque ya honorable président de l'Assemblée provinciale Mathéus Ikang. Yango tozo senga na bino boyokana bo sangana. Population ya kisangane sengeto yokana accompagner vision à chef de l'État, sans oublier aussi mon mentor, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, moi Namsouka, le cerveau d'État, Chopo Ini. Chopo! Ini! Chopo! Ini! Chopo! Ini! Na tukijelekeza uko Bafwasende ni kwamba utulivu umetawala Jumapili tarehe 5 Oktoba katika eneo la Bafwasende na viungo vyake mkoani Chopo kufuatia mapigano makali yaliyoripotiwa Ijumaa iliyopita kati ya jeshi la taifa FARDC na kundi cha wahasi kinachodaiwa kuwa ni kikundi cha ADF. Kwa mujibu wa ripoti kutoka jamii za kiraia, mapigano hayo yalitokea Ijumaa kuanzia mida ya saa 7 hadi saa 9 mchana katika msitu ulioko takriban kilomita 45 kwa miguu kutoka jiji la Boyulu, kilichoko umbali wa kilomita 9 kutoka kituo cha Bafwasende, kando ya barabara kuu ya kitaifa nambari 4. Mapigano hayo yalisababisha wakaaji wengi kukimbia mji wa Bafwasende, makao makuu ya eneo hilo, kwa hofu ya usalama wao. Wakaaji wa Bafwasende waliingiwa na hofu kubwa na sasa wanaishi katika hali ya tamruki, anasema Philemon Tambo, mwanachama wa jamii ya kiraia. Msimamizi wa eneo hilo Willy Simbie amethibitisha tukio hilo. Siku ya Jumamosi, wanajeshi wa FARDC wakiwa na baadhi ya wanachama wa Msalaba Mwekundu wa ndani walifika eneo la mapigano ili kukagua hali halisi. Kwa mujibu wake, walikuta miili miwili ya washambuliaji, vyombo vya kupikia na baadhi ya mavazi, na wanadai kuwa wahasi wa ADF walikimbia na kugawanyika kwenye msitu. Wakaaji wanataka wahasi hao wafuatiliwe na kuondolewa kabisa karibu na vijiji vyao kwa hofu ya kurudi kwa mashambulizi. Wanahofia pia usalama kwenye barabara kuu ya nambari 4 inayounganisha na jiji la Kisangani. Willy Simbie amewahakikishia wananchi kuwa kwa sasa wanajeshi wa FARDC wamedhibiti kikamilifu na wana idadi ya kutosha kuweza kudhibiti kikundi hicho cha wahasi wa ADF ambacho kinakuwa kinatekeleza mashambulizi dhidi ya raia muda kwa muda. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Hii ni Amani TV Media. Hakikisha una subscribe na comment na kushare ili kuendelea kupata habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC uko kwenye uwanja wa vita. Asante kwa muda wako. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Kwaheri.